Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Unaposhinda majaribu yako yote na unasimama imara, basi unajazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu maradufu, na Mungu anaweza kukutumia kwa njia kubwa zaidi kuliko vile alivyokutumia hapo awali. Niliona wikendi hii baada ya maombi na kutafakari kwamba niwafundishe mambo kadhaa kuhusu jinsi ya kukabiliana na majaribu. Kile unachopaswa kufanya unapojaribiwa. Jinsi ya kuwa hatua moja mbele ya ibilisi. Je, hilo ni funzo la kuvutia kwenu? Badala ya kumwacha ibilisi awe anakufukuza kila wakati, chukua hatua moja mbele yake. Je, kuna yeyote hapa ambaye hujaribiwa? Na mnajua tunapozungumza kuhusu majaribu, tunazungumza kuhusu kila kitu, kuanzia jaribu la kuwa na wasiwasi, jaribu la kuwa na wivu, jaribu la kuwa na tamaa, jaribu la kuwa na ubinafsi, mpaka jaribu la kusema uongo, kuiba, uzinzi na kufanya mambo mengi maovu. Kwa hivyo, sidhani kuna yeyote hapa ambaye hajakabiliwa na majaribu, na sidhani kama kuna wengi wetu ambao hawajaribiwi kwa njia moja au nyingine kila siku ya maisha yao. Nataka mfahamu kwamba kujaribiwa si dhambi. Nafikiri watu wengi ufikiri, jamani, sipasi kuwa na hisia kama hizi, au sipasi kufikiria jambo hili au lile, au ni vipi naweza kutaka jambo hili, au sipasi kukasirika, au sipasi kuwa na hisia hizi. Na najua mimi mwenyewe kwa miaka mingi, kila nilipojaribiwa kufanya tendo kiovu, hasa kama jaribu hilo lilikuwa lenye nguvu sana na halikupotea mara moja, basi nilifikiri, kuna jambo liko sawa na mimi. Jamani, kweli nimeokoka? Nawezaje kuwa na fikra kama hizi? Nawezaje kuwa na hisia kama hizi hali mimi ni Mkristo? Je, kuna mtu yuko na mimi kuhusu jambo hilo? Unasema, jamani, sipaswi kuhisi hivi. Tunafikiri tunapaswa kuwa na upendo kila wakati na tuwe wazuri bila kuwa na hisia fulani kujihusu sisi wenyewe, na tusiwe na tamaa, na mnajua hiyo haiwezekani, kwa sababu ingawa roho zetu zimezaliwa upya kama waumini wa Kristo, kuna mambo mengi mazuri ndani yetu, lakini hata hivyo bado tuna mwili ambao lazima tukabiliane nao, na tunaweza kusema kuna vita vinavyoendelea ndani ya nafsi zetu. Ukijilisha neno ya kutosha, utashinda vingi ya vita hivyo, kwa sababu ikiwa roho yako ina nguvu kuliko mwili wako, basi utaibuka mshindi. Mojawapo ya matatizo makubwa zaidi ambayo nafikiri tunayo, na mtasikia nikizungumza kuhusu jambo hili wikendi hii, ni kwamba nataka niseme kwa njia iliyo sawa. Nafikiri tumesikia soma neno, soma neno, soma neno, soma neno. Lakini Biblia inasema chambua neno. Kuna tofauti kubwa kati ya kusoma na kuchambua. Hata ukizingatia maana ya kusoma katika lugha ya Kigiriki, inamaanisha kuelewa kikamilifu zaidi, kushika na kuelewa. Kwa hivyo ni tofauti kidogo na jinsi tunavyoielewa. Yaani, kusoma mlango mmoja wa maandiko kwa ajili ya kusoma tu, kisha tunaendelea na shughuli zetu kwa sababu tumeshasoma Biblia kwa siku hiyo. Huwa tunajihisi tumekosea kidogo kama tujasoma Biblia kwa siku moja. Lakini mnajua ukweli ni kwamba hatuchambui Biblia kwa manufaa ya Mungu. Yeye tayari anaielewa, aliandika. Kwa hivyo tunapaswa kuichambua kwa manufaa yetu sisi wenyewe. Amen. Na ni vizuri kusoma. Ni vizuri kuwasikiliza watu wengine. Nafurahi mko hapa na mnanisikiliza. Mnajua siku hizi unaweza kupata maandiko mengi ya Biblia kwa kubofya tu kitufe. Ni jambo la ajabu. Unaweza kupakua kila kitu kutoka kwenye mtandao siku hizi. Una Biblia nzima kwa simu yako ya mkononi. Unaweza kusoma kifungu unapoenda kazini. Unaweza kusoma kifungu kimoja haraka. Unaweza kusikiliza nusu ya mafunzo ya mtu unapoelekea kazini. Unaweza kupata maandiko kwa kompyuta yako. Lakini mnajua nini? Nafikiri wakati mwingine badala ya kupakua tu maandiko, ni muhimu kuyachambua kwa ndani kidogo. Amen. Wakati mwingine mambo yanakuwa rahisi sana, na yanakuwa rahisi sana mpaka tunakosa kutia bidii katika kuchambua Biblia. Na ninaamini kwamba ni sharti tuwe tayari sio tu kutenga muda, bali pia kutia bidii ya Roho Mtakatifu katika kuchambua Biblia. Mnajua sijui na maandiko mangapi usiku wa leo, sitayazingatia yote. Nina karibu 30 hivi. Na mimi mnajua nimekuwa nikifanya kazi hii kwa muda mrefu, naweza kunukuu mengi ya maandiko hayo. Lakini niliketi hotelini na nikasoma kila moja ya maandiko hayo. Na niliyasoma kwa sababu
Kadri ninavyozidi kuona neno liko hai, ndivyo linavyozidi kuniingia na linanitia nguvu na linanilisha. Na wakati huu ni katika hali ya kujazwa na Roho Mtakatifu, na najaribu kufanya watu wagundue kwamba tunahitaji kurejesha kile tulichopoteza miaka michache iliyopita. Na hiyo ni kupenda na kuchambua neno la Mungu, na wala si kungoje tu mtu aje na akulishe neno hilo kila wakati. Amen. Kwa hivyo, ikiwa tutakabiliana na majaribu kwa njia iliyo sawa, basi tunahitaji kufanya uamuzi kwamba tutakuwa wanafunzi wa neno. Pengine unasema mimi huenda kanisani kila Jumapili. Niwaambie kitu, niangalieni ninapowaambia hili. Hiyo haitoshi. Haitoshi? Joyce, mimi utasema kipindi chako kila asubuhi. Nafurahi kwamba wewe ufanye hivyo. Naomba uendelee, lakini hata hiyo haitoshi. Unajua kwa nini? Kwa sababu mchungaji wako si Mungu na mimi si Mungu. Kwa hivyo ni sharti tutenge muda na ukutane naye ili upate kile unachohitaji. Haya basi, huenda tukasema mengi zaidi kuhusu jambo hilo wikendi hii, lakini je, mnajua kwamba Biblia inasema kwamba majaribu ni lazima yaje. Haiwezekani kuishi bila majaribu. Ikiwa tutapata majaribu kabisa, basi hatutahitaji imani. Hatutahitaji tunda la kudhibiti sisi wenyewe ambalo Mungu ametupatia. Ikiwa hakuna majaribu, basi hakutakuwa na jambo lolote ngumu linalotukabili maishani mwetu. Majaribu hutupatia mtihani. Majaribu huonyesha ubora wetu sisi kama waumini. Hebu tuangalie maandiko kadhaa hapa. Wacha tuangalie Luka 17:1. Kwa sababu nataka myaone. Kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake, haiwezekani kabisa kusitokee vikwazo vinavyosababisha dhambi. Vikwazo vitakuja, lakini ole wake mtu yule atakaye visababisha. Mathayo mlango wa 18 mstari wa 7. Ole wake ulimwengu kwa sababu ya vikwazo vinavyowaangusha wengine. Vikwazo hivyo ni lazima vitokee, lakini ole wake mtu yule atakaye visababisha. Kwa hivyo kimsingi anasema, kama usifikiri majaribu hayatakuja, na badala ya kufikia mahali ambapo huwezi kujaribiwa, chunga usije ukawa chanzo cha majaribu kwa mtu mwingine. Na ujifunze kuwa hatua moja mbele ya Ibilisi, ili utakapojaribiwa utapatikana umejazwa na Mungu na hekima yake, na uweze kupinga majaribu hayo mara moja ili usije ukaanguka. Mnajua mfano wa ombi ambalo Yesu alitufunza wakati wanafunzi wake walimwambia tufunze kuomba. Tuna ombi tunaloliita sala ya Bwana, lakini kimsingi ni mfano wa utaratibu wa maombi, na alisema usitutie majaribuni. Hakusema omba ili usijaribiwe. Yesu hakusema omba ili usijaribiwe, alisema omba ili usiingie majaribuni. Kwa hivyo majaribu ni lazima yatakuja, yako duniani. Mwili wetu mwenyewe hutujaribu. Shetani hutujaribu. Shetani hutumia watu kutujaribu. Sidhani kwamba sisi wote humaliza wiki moja bila kupata jaribu la kukasirika au kumkasirikia mtu mwingine. Ni wangapi miongoni mwenyu nyinyi waumini wazuri wa kupendeza na waajabu walikabiliwa na jaribu la kushikwa na hasira? Oh jamani, watu wengi ajabu. Sikutarajia mtakuwa wengi hivyo. Hiyo ni zaidi ya 80% ya kila mtu aliye hapa. Mnajua nini? Hata mimi nilikabiliwa na jaribu hilo hilo wiki hii. Na unajua, mara nyingi majaribu hutukabili baada ya kupata ushindi mkubwa. Mnajua hilo? Wakati mwingine unapata ushindi mkubwa, kisha jaribu linakujia na unajiambia, jamani, siwezi hata kupata wiki moja bila majaribu. Mbona watu wasiniache niwe hata na wiki moja tu ya amani? Mnajua nini? Njia ya kipekee ambayo inaweza kuhakikisha kwamba tunakuwa na wiki nzuri wakati wote ni kuishi ndani ya Kristo na kujifunza kwamba majaribu ni kawaida katika maisha. Upaswi kuwa na hisia za kuhukumiwa unapojaribiwa, lakini unapaswa kupinga majaribu hayo kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni sharti tujifunze kupinga majaribu, na tukiyapinga punde yanapotukabili, basi itakuwa bora zaidi kwetu. Mnajua kwamba Yesu alijaribiwa. Yesu mwenyewe alijaribiwa. Hebu tuangalie Waebrania 4:15.
Na nimewafikiria watazamaji wetu wanaotutazama kwenye televisheni wakati huu. Na mnajua, ingawa niko hapa mjini Houston nikiendesha mkutano, nimefurahi sana kwamba mmejiunga nasi kupitia televisheni kote duniani, na nina uhakika kwamba wengi wenu hupata majaribu kwa njia mbalimbali, na pengine umefikiria, kama singejaribiwa basi ningeishi maisha mema zaidi, ningekuwa mtu mwema zaidi kama singepata majaribu. Lakini habari njema ni kwamba ikiwa wewe unamwamini Kristo, basi yeye aliye ndani yako ni mkuu zaidi kuliko yule aliye duniani. Sasa ikiwa haujampokea Kristo kama mwokozi wako, basi bado hauna Kristo ndani yako na utakuwa mdhaifu, lakini unaweza badilisha udhaifu huo na nguvu kupitia kumpokea Kristo kama dhabihu ya dhambi na uanze maisha mapya kabisa na yeye. Na tunafurahia sana katika huduma yetu kukuongoza katika kuanza uhusiano na Kristo. Kile unachopaswa kufanya ni kupiga simu kwa nambari iliyo kwenye runinga yako. Kuna mtu atazungumza na wewe, na dhambi zako zinaweza kusamehewa, na unaweza kuanza maisha mapya na Kristo, na unaweza kujifunza jinsi ya kuwa na nguvu kupitia uwezo wa Kristo, si kuwa chini ya kitu kila wakati, bali uwe juu na uwe mshindi katika maisha yako. Lakini ni jambo la ajabu kwetu kujua kwamba Mwokozi tunayempenda sana na tunayemwamini na tunamtegemea anaelewa maana ya kujaribiwa. Sijui wewe, lakini pengine ni jambo la wanawake na wala si wanaume. Mimi huwa nataka mtu anielewe. Nimewahi kumwambia mume wangu, sijali kama unanielewa au hujanielewa, bora uniambie tu unanielewa. Ni wangapi kati yenu hufurahia wakati unaenda kwa mtu na unamwambia matatizo yako na anakuambia, nakuelewa, kweli nimekuelewa? Wanawake, si nyinyi ukasirika wakati mnawaambia waume zenyu jambo kisha wanasema, achana na hayo? Usiwe na wasiwasi kuhusu jambo hilo. Usiwe na wasiwasi jinsi watoto watakuwa sawa tu, usijali. Unajiambia, hunielewi kabisa. Mimi na mume wangu Dave tuna makubaliano sasa. Yeye husema naelewa, na ingawa najua wakati mwingine ananiambia hivyo kwa sababu nataka kusikia akisema, bado unifanya nijihisi vizuri. Lakini Yesu huelewa. Waibrania 4:15. Huyu kuhani wetu si mmoja ambaye hawezi kutunga mkono katika unyonge wetu, ila ni kuhani mkuu ambaye alijaribiwa kama sisi kwa kila namna, lakini hakutenda dhambi. Haleluya! Alishinda na aliweza kupinga kila jaribu. Na naamini kwamba tunaweza kufanya hivyo zaidi na zaidi kadri tunavyozidi kukua ndani yake. Tunaweza kufika mahali ambapo tutakuwa na nguvu sana dhidi ya kila jaribu linalotukabili. Yesu ambaye alikuwa Mungu kikamilifu na mwanadamu kikamilifu, alikabiliwa na majaribu yote ambayo yanakukabili wewe. Nataka muelewe hilo usiku wa leo. Anajua jinsi unavyohisi. Anajua maana ya kuumizwa, kuwa na wakati mgumu kumsamehe mtu. Anaelewa hisia zako zote. Lakini katika uungu wake aliweza kupata nguvu kutoka kwa Roho kupinga kila moja ya majaribu hayo na kwenda msalabani na kulipa gharama ya udhaifu tulionayo ambao hatuwezi kupinga na kuingia ndani. Na si leo tunafurahi sana kwa ajili ya msalaba wa Kristo na damu aliyomwaga kwa ajili yetu na kila alichotutekelezea. Sijui wewe, lakini mimi nafurahia. Kisha mstari wa 16 unasema, basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, kiti cha neema ya Mungu tusiyostahili sisi kama wenye dhambi, ili tupewe rehema kwa udhaifu wetu, na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa hivyo ni jambo zuri kwenda kwa Mungu mara moja tunapojihisi kuwa wadhaifu au tunapojaribiwa, na tufahamu kwamba anaelewa na hawezi kutupuuza. Wacha niwaambie, wewe uliye hapa usiku wa leo, wewe unayetutazama kwenye runinga, haijalishi umefanya nini, Mungu hata kupuuza. Mungu anakuangalia na anakunyoshea mikono yake wakati huu, na hujachelewa kuanza upya. Haujachelewa kuanza upya, na hakuna shimo lililo refu sana kiasi kwamba hawezi kukufikia na kukuinua na kukuondoa humo. Amen. Amen. Na wengi wetu ni thibitisho kwamba unaweza kushinda changamoto yoyote kupitia uwezo wa Mungu. Pasipo yeye hatuwezi kufanya lolote, lakini kupitia Kristo kwa kweli tunaweza kufanya mambo yote. Yesu anaelewa. Nahisi sana usiku wa leo kwamba mnapaswa kushikilia ukweli huo. Anaelewa unayopitia,
lakini msiamini uongo kwamba kamwe hamwezi kuwa huru. Msiamini uongo wa Ibilisi, muamini kile ambacho neno la Mungu linasema, kwa sababu kile unachoamini ndicho utapokea. Nasema kile unachoamini ndicho utapokea. Kile unachoamini ndicho utapokea. Neno la Mungu linasema nawe upokee kile unachoamini. Kisha Luka 4:13, pengine hutaona umuhimu wa kifungu hiki, lakini nitakwambia hata hivyo kwa sababu naamini ni kizuri. Leo nitawapa maandiko chungu nzima. Luka 4:13, na wakati Ibilisi, mnajua Yesu alijaribiwa, alielekezwa jangwani na Roho Mtakatifu. Jambo la kushangaza hilo, sio? Alielekezwa jangwani ili ajaribiwe kwa siku 40. Baada ya kupita majaribu yote ya Ibilisi na kushinda, mstari wa 13 unasema, Ibilisi alipokwisha mjaribu kwa kila njia. Napenda hilo, mfululizo wa majaribu. Je, umewahi kuona kwamba wakati mwingine sio tu siku moja? Ni kama Jumatatu napitia hili, kisha Jumanne linarudi. Jumatano ni jaribu lingine, kisha Alhamisi ni jaribu lingine, na unasema, oh jamani, haya yataisha lini? Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Yaani alimwondokea kwa muda hadi wakati mwingine mzuri na uliofaa. Napenda mstari wa 14. Yesu alirudi Galilaya akiwa amejaa nguvu za Roho Mtakatifu, na habari zake zikaenea katika sehemu zote za jirani. Sasa hii hapa habari njema. Unaposhinda majaribu yako yote na unasimama imara, unajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu maradufu, na Mungu anaweza kukutumia kwa njia kubwa zaidi kuliko alivyokutumia hapo awali. Kwa hivyo hebu nikuambie, chochote unachopitia wakati huu ni mtihani, na ukiushinda utakuwa na nguvu zaidi kuliko jinsi ulivyokuwa kabla ya mtihani huo, na upako wa Mungu na nguvu yake itaongezeka maishani mwako, na Mungu ataweza kukutumia katika mambo makuu zaidi. Jameni, amen. Wengine wenu wameanza kuwa na nguvu zaidi wakati huu bila kujua. Mmekuwa mkichukia hali ambayo pengine huenda ikawa ya manufaa sana maishani mwenu. Amen. Msishangae mnapopitia hali ngumu maishani mwenu. Biblia inasema katika Yakobo 1 kwamba tuwe na furaha tunapoingia katika majaribu mbalimbali, kwa sababu imani yetu ikijaribiwa tutapata kuwa na subira. Mnajua nini? Niligundua kwamba majaribu huleta mambo mengi sana hata kabla kuleta subira. Hilo lilikuwa tatizo kubwa. Mnajua nini utendeka mnapojaribiwa? Wakati mimi na wewe tunasukumwa kila upande, nafasi yangu ya kweli hujitokeza. Sio ile nafsi yangu ya kiroho ambayo mimi hupeleka kanisani. Si ile nafsi ya ushindi ambayo mimi huwaonyesha marafiki zangu. Na hiyo hutusaidia. Kwa kweli kupitia majaribu hutusaidia, kwa sababu tunapoweza kuona udhaifu wetu, tunaweza kwenda kwa Mungu tukijua kwamba anaelewa na kwamba hatuhukumu. Lakini tunaweza kukabiliana na udhaifu wetu ili Yesu atusaidie kufika mahali angependa tufike. Na tunafanya haya yote kwa ajili yake. Hata sio lazima nifanye jambo fulani ili niende mbinguni. Tunaenda mbinguni kwa sababu alikufa kwa ajili yetu kama tutamwamini. Lakini nataka nimtumikie hapa duniani, na nataka nipate ushindi, na nataka kupata kile ambacho Yesu alikufa ili nipate, na nataka niwe kile anachotaka niwe, na nifanye kile anachotaka nifanye. Amen. Nafurahia sana kazi ambayo Mungu anafanya katika maisha ya watu kote duniani. Na nafikiri ukiwa na kiu ya Mungu zaidi, basi utakuwa na furaha zaidi. Amen. Mnajua, nakumbuka asubuhi moja nilipokuwa najitayarisha kwenda kuendesha mkutano wa mafundisho ya Biblia siku ya Alhamisi. Wakati huo nilikuwa nikiendesha mikutano hiyo katika kanisa nililokuwa nikifanyia kazi. Na mimi na Dave tukabishana. Hilo lilikuwa ni jambo la kawaida kwetu wakati huo. Nilikuwa nimekasirika sana. Nilikuwa nachemka. Sasa baada ya saa moja nilihitajika kuwa kanisani. Nakwambia hujawahi kufanya jambo la kusisimua kama kuhubiri ukiwa na hasira. Ni kama mimi hupata kwamba kile kilicho ndani ya nafsi yangu, na nafsi yangu ndio sehemu ya Mungu ndani yangu, hujitokeza katika roho yangu. Wakati mwingine mambo ya kimwili hukusanya hapo, na yanapotoka watu nichukulia vibaya. Kwa hivyo nikija hapa mbele yenu
Naja kwa heshima ya Mungu, na nataka kuwa sawa mbele ya Mungu na sawa mbele yenu, kwa sababu hakuna kitu cha kuvutia ninachofanya hapa. Kwa hivyo nahitaji sana upako wa Mungu. Nategemea sana upako wa Mungu kuwafanya mtake kunisikiliza, kwa sababu kama nilivyosema, mnajua sina kipawa cha kuimba, siwezi kucheza hata ala moja ya mziki. Pengine huwa nasema hadithi moja ya kuchekesha mara moja, lakini hata hadithi sitaijua mpaka Mungu anionyeshe. Kwa hivyo niko hapa na neno na Biblia, na namhitaji Mungu sana sana. Kwa hivyo nilikuwa na wakati mgumu asubuhi hiyo, kwa sababu nilijihukumu kwa kukubali kushikwa na hasira. Na Mungu alinifunza kitu asubuhi hiyo ambacho kimekuwa cha thamani kubwa kwangu kwa miaka mingi, na naomba mkipate usiku wa leo. Alinipeleka kwa Efeso 4 ambayo inasema kama mkikasirika msikubali hasira yenu afanye mtende dhambi. Angalia Efeso 4:26. Ni vipi unaweza kuwa na hasira na usitende dhambi? Nilifikiri kuwa na hasira ni dhambi. Hii itamweka mtu huru usiku wa leo, kwa sababu mnaona, la muhimu nisikilizeni, hata kama una hasira mbaya na wewe hukasirika kila wakati, ikiwa utajihukumu kwa sababu ya hasira yako, basi kamwe hutapata kuwa huru. Kujihukumu ni mzigo ambao hutakiwi kujibebesha. Kwa hivyo kile unachopaswa kufanya ni kwenda mbele za Mungu na hasira yako na useme, najua bado unanipenda. Najua hii haimaanishi kwamba sijaokoka. Wewe ndio hakikisho langu. Sipendi kuwa hivi. Na najua unaweza kunibadilisha. Najua neno lako linaweza kunibadilisha. Kisha ninachopendekeza kwa watu ni kuchukua neno la Mungu kama dawa. Mnajua kwamba ukiumwa na kichwa, hutaweka bendeji kichwani mwako? Ni wangapi hapa wakiumwa na kichwa wanaweka bendeji kichwani mwao? Bila shaka utameza Panadol au dawa nyingine unayotumia. Na ukijikata kidole, hutachukua Panadol na umimine kwenye kidole chako? Utakifunga bendeji. Kwa hivyo tuna hekima ya kutibu magonjwa yetu ya kawaida, lakini wakati mwingine hatuna hekima ya kutibu magonjwa ya nafsi zetu. Na neno la Mungu ni dawa ya nafsi zetu. Lakini acha niwaambie kitu, ikiwa una hasira mbaya, kusikiliza mafunzo kuhusu jinsi ya kufanikiwa maishani haitakusaidia kushughulikia hasira yako. Ikiwa una hasira mbaya, unapaswa kuchukua Biblia yako na uangalie maandiko yote yanayohusu hasira, huku ukifahamu kwamba Mungu hajakukasirikia na Yesu anakuelewa na hupaswi kujihukumu. Lakini ikiwa unampenda Yesu, basi hutatosheka kusalia na hali hiyo. Kuna kitu ndani yetu kinachosema, kwa faida ya Kristo ni sharti nibadilike, kwa sababu nataka kumletea Mungu utukufu duniani leo. Sitakubali kusalia katika hali hii. Na natamani sana kuona watu wakifika mahali ambapo hawang'ang'ani kutatua matatizo haya kwa sababu wanafikiri ni sharti wafanye hivyo ama Mungu atawakasirikia na hata wapenda, bali wawe wanataka kufanya hivyo kwa ajili ya Mungu, kwa sababu wanampenda kwa mioyo yao yote. Kwa hivyo majaribu yanapokuja, natarajia kwamba hii italeta mwangaza kwa mtu. Kila unapojaribiwa, hiyo imaanishi kwamba wewe ni mtenda dhambi mwovu sana. Inamaanisha kwamba wewe ni mwanadamu na kwamba shetani hakufurahi. Amen. Na wakati mwingine unapofanya mazuri zaidi, ndio utapitia majaribu zaidi, kwa sababu shetani atataka kuona kama utasimama imara. Sasa, Yakobo 1:12. Heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji la ushindi la uzima. Heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji la ushindi la uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Taji la ushindi ni nini? Tuliangalia maana ya neno hili katika kamusi ya Kigiriki, na tukapata kwamba taji la ushindi ni kama beji ya kifalme. Ilikuwa beji ambayo wanaspoti walipewa walipopita ule utepe wa mwisho wa mbio au waliposhinda mashindano ya mbio. Na beji hiyo iliwawezesha kuingia katika sehemu maalum. Ilikuwa kama ukipewa beji ya kuingia katika chumba chetu cha nyuma usiku wa leo. Na mnajua kwamba kile Yesu anawapa ni kizuri zaidi kuliko hayo. Amen. Mnajua kwamba
ukiwa tayari kuvumilia. Wacha niwaulize, ni wangapi hapa, haswa wale ambao ni vijana, wako tayari kuvumilia kukosa kualikwa kwenye sherehe, kuachana na baadhi ya marafiki zenu, kukaa nyumbani kwa upweke kwa miezi 2 au 3, badala ya kutangamana na watu ambao watawaingiza shimoni na wawatie majaribuni? Ni wangapi wako tayari kuvumilia upweke huo? Hebu sikilizeni. Mwili haupendi kupitia mambo magumu. Sijui kama mnafahamu au hapana, lakini tunapenda sana starehe. Amen? Tunapanda lifti na ngazi zinazotumia nguvu za umeme, hatutaki kusikia baridi wala joto, na mnajua jameni, tumejizoesha vibaya kweli, tumejizoesha starehe kupita kiasi. Lakini unapovumilia, tuseme unapovumilia kipindi hicho cha upweke, na unavumilia kuachwa nje na kukosa kualikwa, basi unapostahimili kipindi hicho cha kujaribiwa, Mungu atakupatia tuzo la uzima au beji hiyo maalum ya kifalme ambayo itakuwezesha kuingia sehemu ambazo Mungu peke yake ndiyo anaweza kukufungulia. Hebu niwaambie kitu, Mungu anaweza kufungua milango ambayo mwanadamu hawezi kufungua, na hebu muombeni afunge milango ambayo mwanadamu hawezi kufunga. Sina haja kamwe ya kujaribu kufungua milango kwa kutumia nguvu, eti nipate kukubalika na kikundi fulani, au nipate kumfikia mchungaji fulani mashuhuri. Sitaki kuwa na mtu yeyote, sitaki kuwa mahali popote, sitaki kushirikiana na mtu yeyote ikiwa sijaelekezwa na Mungu na ikiwa hajanipatia jambo hilo kama zawadi katika maisha yangu. Kwa hivyo unapopitia mambo magumu, kumbuka utayashinda kama vile Yesu alishinda. Alitoka jangwani baada ya kushinda majaribu yote, na akawa na nguvu mpya kutoka kwa Roho Mtakatifu, upako mpya, na utatoka na baji ya kifalme ambayo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu itakuwezesha kuingia sehemu ambazo hakuna mtu yeyote angeweza kukufungulia. Bwana asifiwe. Sasa hebu niwape ufafanuzi rahisi wa maana ya kuvumilia. Kuvumilia inamaanisha kumshinda shetani. Kila mtu aseme, nina nguvu kumshinda shetani. Najua mengi kumshinda. Ninaweza kumshinda. Na nitakuwa na upako zaidi nikishamshinda. Mara nyingi majaribu huja wakati tunapitia mambo magumu. Mtu anaumiza hisia zako, unapata jaribu la kushikwa na hasira. Mtu anakutendea jambo mbaya sana na unajaribiwa, kama mimi, kukataa kumsamehe, kubeba machungu na kumkasirikia, kukatiza uhusiano naye, kuambia kila mtu jambo alilokutendea, kusema maneno makali kumhusu, kukataa kuzungumza naye tena, kutaka kulipiza kisasi. Oh, jamani, tunajipata katika hali ya kusikitisha sana hisia zetu zinapoumizwa. Nasema tunakuwa katika hali ya kusikitisha sana hisia zetu zinapoumizwa. Bila shaka wakati huo hatukumbuki kabisa ni mara ngapi sisi pia tumewahi kuumiza hisia za mtu mwingine. Tunasema, unaweza tu kunisamehe na unionee huruma kidogo, wajua sikufanya makusudi. Lakini Biblia inatufunza kwamba tunaweza kushinda majaribu haya. Hebu tuzungumze kuhusu njia tunazoweza kutumia kushinda majaribu. Hebu kwanza tuangazie Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 13. Kifungu hiki ni kirefu sana katika Biblia ya Amplified, lakini nitakiweka hapa juu kwa kioo na tutaangalia kila neno. Mnajua nimeamua kwamba nitatilia mkazo zaidi kufanya watu wasome maandiko kwa kuyaweka kwenye kioo. Mnajua kweli imebarikiwa hapa, hata si lazima mtafute, tunawekea maandiko kwenye skrini. Labda ingekuwa bora zaidi kuwafanya myatafute katika Biblia zenu, lakini hiyo itachukua muda zaidi. Nafikiri kitu cha ajabu hutendeka mioyoni mwetu tunapoona maandiko. Nafikiri unapoyaona na kuyasikia, kuna kitu kinakuingia ambacho hakingekuingia kama hungeyaona na kuyasikia. Haya, sasa majaribu, hebu angalia hii pamoja nami. Majaribu mliokwisha pata ni ya kawaida kwa binadamu. Kwa hivyo,
Hebu semeni, sipitii kitu chochote ambacho watu wengine hawajapitia. Jamani, hamukuisema kutoka mioyoni mwenu. Sipitii kitu chochote ambacho watu wengine hawapitii. Jamani, fanyeni mambo yawe rahisi kwangu usiku wa leo. Semeni, sipitii kitu chochote ambacho watu wengine hawapitii. Asanteni, mnaona hiyo haikuwa ngumu? Hiyo ni kusema hakuna majaribu ambayo yamewakabili ambayo hayawezi kupingwa na ambayo ni kawaida kwa maisha ya mwanadamu, na kwa hiyo mwanadamu anaweza kuyastahimili. Lakini Mungu ni mwaminifu kwa neno lake na kwa rehema zake, naye hata ruhusu mjaribiwe kupita nguvu zenu. Napenda hii. Bali atawapeni pia nguvu ya kustahimili na njia ya kutoka humo salama. Semeni haleluya. Mungu daima atawapa njia ya kutoka majaribuni salama. Hiyo ni kusema njia ya kukwepa ili muweze kuwa na nguvu na uwezo wa kustahimili majaribu kwa subira. Haya, sasa acha tuangalie njia 5 ambazo Mungu hutumia kutusaidia kustahimili au kutoka kwenye mambo haya ambayo hutukabili. Ni wangapi kupitia mambo haya ninayozungumzia kuna mambo huwakabili? Wangapi hapa hawataki kuendelea kushindwa, mnataka kupita mtihani na mpate ushindi? Na mnajua, nafikiri wakati mwingine watu tunatatizika kupita kiasi kuhusu mahali ambapo majaribu yetu yanatoka. Je, haya yametoka kwa Mungu? Sielewi kama ni Mungu, lakini mbona ni ngumu sana? Au ni ibilisi? Na kupinga ibilisi, sitakubali hali hii. Na mnajua, sio lazima nizingatie jambo hili usiku wa leo, lakini ukifanya uchambuzi wa kithiolojia katika Biblia, utagundua kwamba Mungu kamwe hamjaribu mwanadamu ili atende dhambi. Hawezi kujaribiwa na uovu na hamjaribu mwanadamu na uovu, lakini wakati tuko katika hali ya kujaribiwa, kama kuna udhaifu ndani yetu ambayo Mungu anataka kubadilisha, basi udhaifu huo utajitokeza wakati wa majaribu. Na kwa hivyo, majaribu hayo hatimaye yanakuwa ni ya manufaa kwetu, kwa sababu yanatuonyesha mambo yaliyojificha kwa vile yalikuwa mambo mazuri maishani mwetu. Lakini pale tunapojipata katika hali ngumu, basi mambo yanajitokeza ambayo hukujua yako maishani mwako na unasema, sawa, naona kuna angalau watu kadhaa ambao wananielewa. Je, ni sharti niseme hilo tena? Je, umewahi kutenda jambo ambalo lilikustajabisha sana wewe mwenyewe mpaka useme, jamani, hiyo imetokea wapi? Bado nakumbuka wakati watoto wangu walipokuwa wadogo na nilikuwa mchanga katika mambo haya ya kiroho. Nawaambia, nilikuwa mtu wa kiroho sana mchana wakati hakukuwa na mtu nyumbani. Jamani, nawaambia, nilisikizana na kila mtu, nilipendana na kila mtu wakati hakukuwa na mtu nyumbani. Nilikuwa na mtazamo mzuri kweli wa kithiolojia kuhusu yote kwa Yesu. Nilisikiza kanda zangu za mziki, kisha nikasikiza kanda zangu za mahubiri yangu mwenyewe, na nikajihisi mimi ni mtu wa kiroho kweli. Na mnajua, nakumbuka mmoja wa watoto wangu, mmoja wao yuko hapa usiku wa leo, Sandra, alikuwa anaangusha vitu kila wakati. Sio, ulikuwa unaangusha vitu kila wakati. Na nakumbuka usiku moja aliangusha sufuria nzima ya supu kwenye sakafu ya jikoni. Na wakati huo tulikuwa na mkeka jikoni. Hebu fikiria hiyo. Kazi ngumu kweli kuisafisha. Na wakati mwingine nakumbuka mmoja wa watoto wangu akiingilia mlango wa nyuma usiku mmoja, na nilikuwa jikoni wakati wote. Yote kwa Yesu. Na mlango wa gareji ulikuwa hapa, na aliingia mlangoni na akaangusha vitabu vyake vyote chini. Hai. Jamani, huwezi kuingia ndani ya nyumba bila kuharibu kila kitu. Sasa ni vipi unaweza kutoka yote kwa sababu naona ikiwa hatukabiliwi na mambo magumu. Jamani, nazungumza na nyinyi. Nimesema kama hatukabiliwi na mambo magumu, huwezi kujua unatunda la aina gani mpaka lifinywe.
Je, kuna watu hapa ambao matunda yao yamefinywa wiki hii? Na kwa kweli, ukijua kukabiliana nayo vizuri, unaweza kumwomba Mungu akusamehe. Omba mtu msamaha kama unahitajika kufanya hivyo. Na hilo ni jambo na uhakika sisi sote tunapaswa kufanya sana. Unaweza kusema, unajua nini Mungu? Kwa kweli nafurahi kwamba nimepitia hayo kwa sababu, jameni, niliona kitu ambacho unapaswa kushughulikia. Mungu, siwezi kujibadilisha mimi mwenyewe, lakini niko tayari kubadilishwa kama utafanya kazi na mimi. Jamani, si hilo ni jambo nzuri na la kuchangamsha? Lakini nimekuwa nikifanya nini kwa miaka mingi iliyopita? Sielewi, mimi ni mwovu sana, mimi ni mama mbaya, hata sina uhakika kama nimeokoka. Nawezaje hata kufikiria kufundisha uchambuzi wa Biblia? Nini nanifanya nifikirie kwamba naweza kushiriki katika huduma? Shetani naye huko anafurahia. Hivyo ndivyo anataka ufikirie. Lakini ni sharti ajue sisi ni nani katika Kristo. Ni sharti tujue tuna kuhani mkuu anayetuelewa. Anaelewa. Na mnajua nini? Wakati mtoto wako ana mwaka mmoja, usitarajia awe na tabia kama ya mtu wa miaka 20. Na wakati ana miaka 3, usitarajia awe na tabia ya mtu wa miaka 30. Vile vile Mungu anaelewa tuko wapi na tumefika wapi katika uhusiano wetu na yeye. Na nataka niwaambie ukweli, na naweza kuambia hivi na naamini hili na moyo wangu wote. Mungu hajali kabisa kwamba bado hujafika mahali anapotaka ufike. Cha muhimu kwake ni, je, unatia bidii ili ufike? Mmenisikia? Isikusumbue kwamba bado hujakomaa. Furahi kwamba uko katika safari ya kukomaa. Haleluya. Na mnajua nini? Nyinyi wote ni wazuri sana. Hamngekuwa hapa kama hamngetaka kufanya mambo yenu kwa njia iliyo sawa. Pengine wachache miongoni mwenyu walilazimishwa na mtu kuja hapa leo, lakini hamkutaka kuja na uliniangalia tu na ukajiambia, hata sipendi huyu, hata sijui nafanya nini hapa. Lakini hata hivyo, naomba Mungu awanenee na awasaidie. Lakini wengi wenu mlio hapa, mko hapa kwa sababu mnataka kutimiza mapenzi ya Mungu kwa maisha yenu. Amen. Na kwa hivyo mbona usijitie moyo kidogo na useme, natazamia kuona ushindi mkubwa maishani mwangu. Sawa. Kwa hivyo hakuna jaribu tusiloweza kupinga, hakuna hata moja. Njia ya kwanza, kitu cha kwanza ni usihukumike kwa sababu unakabiliwa na majaribu. Tumezungumza ya kutosha kuhusu jambo hilo. Kitu cha pili unachopaswa kufanya ni punde unapohisi unajaribiwa, au muhimu zaidi, ikiwa kuna sehemu ya maisha yako ambayo hujaribiwa mara kwa mara, basi usingoje mpaka unapokabiliwa na majaribu ndipo uombe. Omba hata kabla ya majaribu mara kwa mara, ili unapokabiliwa na jambo hilo hutaingia majaribuni. Yesu alisema, ombeni ili msiingie majaribuni. Usikae tu chini ule sahani nzima ya chips kisha baadaye uanze kupinga mafuta uliotia mwilini mwako. Usiombe kwamba usiongeze uzani baada ya kumaliza kula. Badala yake, kila asubuhi unapokutana na Mungu, omba kwamba siku hiyo usile kupita kiasi, na utaweza kupinga jaribu lolote litakalo kukabili, kwa sababu unatambua na unajua huo ni udhaifu wako. Ukipata majaribu ya kutaka kudhibiti kila hali, ukijaribiwa kuwa na ubinafsi, ukijaribiwa katika, kwa mfano, udhaifu katika masuala ya ngono maishani mwako, usingoje mpaka wakati unakabiliwa vikali na majaribu. Omba mara kwa mara, au hata tafuta rafiki mzuri ambaye unaweza kumwamini na umweleze mambo hayo. Nahitaji usaidizi katika jambo hili na ningependa kukuomba uniombee ili Mungu anisaidie katika jambo hili na niweze kufanya kile anachotaka nifanye. Sasa, niliandika jambo hili katika shajara yangu leo asubuhi. Nimekuwa nikiandika shajara kwa miaka na miaka, kwa karibu miaka 35. Na ni kitu ninachofanya kila asubuhi, na hili ndilo jambo nililoandika katika shajara yangu leo asubuhi. Naamini kwamba maombi ndiyo njia ya kipekee ya kupata msaada tunaohitaji. Ni silaha yetu ya siri. Ni kitu cha ajabu kilicho na nguvu kubwa. Nani anaweza kuelewa kitu cha ajabu kuhusu maombi kiasi kwamba Mungu hatuhitaji tuombe kabla hajatenda jambo lolote? Lakini Biblia inasema hampokei kwa sababu hamuombi. Kwa hivyo jambo ni hili: usipoomba msaada hautaupata. Labda pengine kuwe na mtu mwingine anayejua kuomba sana ambaye anakuombea. Tumshukuru Mungu kwa watu wanatuombea wakati hatujui jinsi tunavyopaswa kujiombea sisi wenyewe.
Lakini mnajua, ukishakomaa kidogo na ujue kuomba, basi ni sharti tujue kuomba kuhusu mambo yote katika hali zote, na tunapaswa kufanya hivyo mara moja. Na mnajua, ukizingatia maombi vizuri, utagundua kwamba ni kitu rahisi sana. Hupaswi kufanya yawe kitu kikubwa sana cha kidini. Ni kuwa tu na ushirika wa kudumu na Mungu siku nzima na kumkubali ashiriki katika kila sehemu ya maisha yako. Na unapohisi kuchoka au kujaribiwa au uone uko karibu kushikwa na hasira. Mnajua, ilinibidi niombe mara kadhaa wiki hii, Mungu nisaidie nisilale na hasira, nisaidie nisilale na hasira. Sikutaka kuwa na hasira, lakini nilikuwa nayo. Lakini nilikataa kusalia hivyo. Kwa hivyo nilianza kuomba, Mungu nisaidie, nisaidie, nisaidie. Ama katika kila hali ninapojaribiwa, anza tu kuomba, Mungu nisaidie, 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 nisaidie kusamehe. Nisaidie kusahau haya. Nisaidie nisiwe na mtazamo mbaya. Nisaidie nisishikwe na wivu. Ndiyo, wakati mwingine mimi huwa na wivu. Je, huwa mnashikwa na wivu? Pengine mko ndani ya roho kiasi kwamba mwezi kushikwa na wivu, najua. Je, huwa mnashikwa na wivu? Ndiyo, unaona mtu mwingine akipata kile unachotaka wewe na unasema, na mimi je? Sipendi kuambia hili, lakini mara nyingi hutapata kile unachotaka mpaka ufurahi wakati mtu mwingine anapata kile unachotaka ilhali wewe bado hujakipata. Nafikiri nitarudia hilo ili nijifurahishe mimi mwenyewe. Nimesema mara nyingi hutapata kile unachotaka mpaka ufurahi wakati mtu mwingine anapata kile unachotaka ilhali wewe bado hujakipata. Pengine mara nyingine tena. Nasisitiza na nawaambia. Na tena nawaambia. Kama Paulo, furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Mara nyingi hutapata kile unachotaka mpaka ufurahi wakati mtu mwingine anapata kile unachotaka ilhali wewe bado hujakipata. Hilo ni funzo zuri kwetu usiku wa leo. Pengine unasema, siwezi kujizuia kutokuwafurahia. Sawa, huwezi kujizuia kuwa na hisia hizo, lakini unaweza kuomba mara moja, Mungu, sitashikwa na wivu, sitaki kuwa na wivu, Mungu nisaidie niwafurahie. Kisha unachukua hatua na unawaambia, hongera, nimefurahi kuona mkibarikiwa. Ni jambo la kufurahisha kweli. Hata kama unajihisi vibaya ndani yako, fanya kile unachopaswa kufanya. Na jambo hili litatendeka. Unapofanya kile unachopaswa kufanya, hisia zako zitafuata uamuzi wako. Hilo ni funzo la kuandika. Unapofanya kile unachopaswa kufanya, hisia zako zitafuata uamuzi wako. Si hiyo ni habari njema? Kwa hivyo omba. Jamani, mnajua Yesu akiwa katika bustani ya Getsemani alikuwa anapitia wakati mgumu sana na alikabiliwa na jaribu. Alipata jaribu la kutoroka mapenzi ya Mungu. Hilo ni jaribu. Je, umewahi kupata jaribu la kukata tamaa na kile ambacho Mungu angependa ukitekeleze? Umewahi kupata jaribu la kuachana na jambo hilo na kusema, hapana, ni ngumu sana, siwezi kufanya jambo hili? Bila shaka kila mmoja wetu amepata hisia kama hizo. Na Yesu aliomba, na akaomba, na akaomba. Na aliyomkabili yalikuwa mazito kiasi kwamba Biblia inasema jasho lilimdondoka, lilikuwa ni matone ya damu. Na alienda kwa wanafunzi wake na akawapata wanalala. Na akasema, hamwezi kuomba pamoja na mimi hata saa moja? Roho inataka, lakini mwili ni dhaifu. Alikuwa anasema nini? Una kile unachohitaji ndani yako, wewe kama mtu aliyeokoka. Una kile unachohitaji ndani yako. Lakini sisi wote tuna mwili mdhaifu. Kwa hivyo hiyo ndio tunahitaji kuombea. Tunahitaji kuomba Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kutosha ndani yetu, ili hata tukikabiliwa na nini, tutaweza kushinda. Mungu kama hatuambii tuombe ili tusipate matatizo. Anatuambia tuombe ili matatizo yanapokuja, tutakuwa imara katika dhoruba. Amen? Haijalishi matatizo hayo yatatoka wapi. Kama ni kitu ambacho Mungu amekubali kitokee, au ni kazi ya shetani, au ni kitu nilichojiletea maishani mwangu kwa sababu ya upumbavu wangu mwenyewe, sipaswi kujaribu kuelewa hilo. Naweza kumuuliza Mungu, je, nilifungua mlango mahali? Na atanionyesha kama nilifanya hivyo. Ikiwa hata nionyesha, lengo langu kuu ni kusalia imara katika dhoruba. Kuwa imara katika dhoruba. Kwa sababu sitaki kufanya mtihani moja mara nyingi maisha yangu yote. Nataka nipite mitihani hii ili niendelee na mambo makuu zaidi ndani ya Mungu. Amen? Nina hakika pia nyinyi mngependa hilo. Nataka tuzo hiyo ya uzima wa milele. Nataka hiyo beji ya kifalme ndani ya roho.
Amen. Jione ukiwa umevaa beji hiyo. Wow. Kwa hivyo Yesu aliwaambia waombe. Alisema ni sharti muombe kwa sababu leo usiku nyinyi nyote mtaanguka. Nyinyi nyote mtakasirika na mtaanguka. Na Petro akiwa mzee anajitokeza na kusema, Bwana, hata wengine wakikutoroka, mimi kamwe sitakuacha. Kamwe sitakuacha. Sina muda wa kuwapitisha katika maandiko haya yote, lakini kamwe sitakuacha. Na bila shaka wote tunajua kile kilichomtokea Petro. Alijaribiwa. Na kweli alikuwa na udhaifu ndani yake ambao hakujua anao. Na kilichotendeka kwa Petro kilikuwa kizuri sana kwake, kwa sababu kilifichua kitu ndani yake. Hebu nisikilizeni. Kilifichua kitu ndani yake ambacho kilitakiwa kushughulikiwa kabla Mungu hajamtumia kwa njia aliyotaka kumtumia.